Leo ninapotoa salamu hizi, siku 269 mwenyekiti wetu ndugu Tundu Antipas Lissu alipokamatwa na kuwekwa mahabusu kwa kesi ya uongo, batili na yenye uonevu wa makusudi, wakidhani atapiga magoti kusujudia sanamu. Chadema na Watanzania kwa ujasiri tunajivunia kuwa na Tundu Antipas Lissu kama tunu ya taifa, mtetezi wa haki na mwenye kupinga uonevu, mtetezi wa utawala wa sheria, demokrasia na rasilimali za nchi, ambaye husimama katika misingi ya ukweli. Kwa sauti kubwa, kwa niaba ya Watanzania wengi, tunataka Tundu Antipas Lissu aachiliwe bila masharti yoyote, maana sio muhaini, hajasema uongo wala hajafanya uchochezi wowote. Yote aliyoyasema ni kweli, na ndiyo msimamo ambao Watanzania wanaunga mkono. Kuendelea kumshikilia ndugu Lissu kwa sababu zinazoonekana na Watanzania wote kuwa ni ubatili, uongo na uonevu, ni kuendelea kutia unajisi mifumo ya haki na mamlaka ya dola, kwa kushusha zaidi na kuendelea kufanya wananchi kupoteza imani na mifumo ya uendeshaji wa mashauri na mifumo ya haki nchini. Hata hivyo, watesi wetu wanaelewa kuwa dhahabu ili ing'ae, ili iendelee kung'aa na thamani yake iendelee kuongezeka, hivyo ndugu Tundu Lissu anaendelea kuwa dhahabu inayoendelea kuongezeka thamani, pia ni tunu ya taifa hili katika mapambano ya kudai utawala wa demokrasia na haki hapa nchini. Aidha, kama chama na nchi kwa ujumla, tunatambua kuheshimu jina la Tundu Antipas Lissu kupendekezwa, yaani kuwa nominated kwenye mchakato wa awali wa mshindi wa tuzo ya Nobeli. Kwa hakika hii ni heshima sana kwa chama chetu, nchi yetu na bara la Afrika kwa ujumla. Namba 3, umoja wa chama, nguzo ya mapambano ya kitaifa. Watanzania wenzangu, umoja wetu ndani ya chama si kauli, ni pumzi ya uhai wa harakati zetu. Ni katika mshikamano ndipo chama kinaishi, kinapona na kinashinda. Tofauti za mawazo ndani ya chama cha demokrasia sio ufa, ni msingi ya kujenga hoja bora na uamuzi thabiti. Tunapokubaliana kutofautiana kwa heshima na kusimama pamoja mara baada ya maamuzi yanapofikiwa, tunaifanya Chadema iwe bora zaidi. Nguvu ya kimaadili, na iwe na nguvu ya kimaadili na kisiasa isiyoyumbishwa. Kama alivyosema Aristoto, umoja wa wengi ni nguvu kuliko nguvu moja. Chadema itaendelea kuishi mioyoni mwa wananchi na wanachama wote, kwa sababu si nembo wala majengo, ni dhamira ya pamoja ya kupigania haki. Ni taasisi ya kitaifa, si mali ya mtu, familia au kikundi. Ni chombo cha wananchi cha kudai mabadiliko ya kweli. Chama kinapitia misimu, lakini roho ya umoja haifi, kujizalisha upya kila inapojaribiwa. Hapo ndipo harakati zinapokuwa kubwa kuliko hofu na matumaini yanakuwa makubwa kuliko vikwazo.